Baada ya yale maneno ya Juma, kama unahitaji pesa sana, tafuta mwanaume mwingine, kitu ndani yangu kilikufa. Sikuwa na hasira, sikulia, wala sikupiga kelele. Nilihisi tu kama mtu aliyekuwa akibeba mzigo mzito kwa muda mrefu, halafu akaamua kuuweka chini. Siku zilizofuata nilikaa kimya. Nilikuwa namtazama Juma kwa macho tofauti. Nilimuona kama mtu niliyemzoea, si mtu niliyempenda tena. Nilianza kujiuliza, nilikuwa nampenda yeye au nilikuwa naogopa kuwa peke yangu? Kazini, mawazo yangu yalikuwa mazito. Hapo ndipo Michael alipoanza kuniona zaidi, sio kwa kunifuatilia, bali kwa kuniheshimu. Aligundua mabadiliko yangu bila kuniuliza maswali ya kuumiza. Siku moja aliniambia kwa sauti ya upole, "Anita, umechoka, si kimwili tu, hata moyoni." Maneno yale yalinigusa. Nilikuwa nimezoea kuulizwa nina shida gani, lakini sikuwa nimezoea mtu kuona uchovu wa moyo wangu. Tulikaa kuzungumza. Sikumweleza kila kitu, lakini nilimpa picha ya maisha niliyokuwa nikiishi. Mwanamke anayejituma, anayevumilia, lakini hapokei hata nusu ya kile anachotoa. Michael hakunihukumu, alinisikiliza tu. Ndipo akaanza kunishauri kuhusu mambo madogo madogo. Jinsi ya kutenganisha pesa ya matumizi na ya akiba, jinsi ya kutumia kipaji changu cha kupika kama chanzo cha kipato, jinsi ya kuacha kujilaumu kwa makosa ya watu wengine. Sikujua lini ushauri ule uligeuka kuwa mwanga. Siku moja alinipa mtaji mdogo. Alisema wazi, "Hii si mapenzi, wala si ahadi, ni msaada tu, simama mwenyewe." Nilitetemeka. Nilijua wazi kuwa Michael alikuwa mume wa mtu. Nilijua mipaka, nilijua hatari, lakini nilijua pia kuwa huu ulikuwa msaada wa kunisimamisha, si wa kunifunga. Nilianza biashara ndogo. Mwanzo ilikuwa ngumu, lakini kwa mara ya kwanza nilikuwa nikifanya kitu kwa ajili yangu. Nilipoanza kupata faida, hata ndogo, nililia. Sio kwa sababu ya pesa, bali kwa sababu niligundua kuwa niliweza. Nyumbani mambo yalizidi kuwa magumu. Juma alianza kugundua mabadiliko yangu. Sikumuomba tena pesa, sikumlalamikia, sikumsihi. Ukimya wangu ulimchanganya. Siku moja akaniuliza kwa dharau, "Hivi pesa unazotumia zinatoka wapi siku hizi?" Nilimtazama usoni nikamjibu kwa utulivu, "Nafanya kazi, kama nilivyokuwa nafanya siku zote." Hakuniamini. Alianza kuniuliza maswali mengi, wivu ukaanza, lakini bado hakubadilika. Hakujali mahitaji yangu, hakuhudumia, alitaka tu udhibiti. Ndipo nikajua ukweli mchungu. Mtu anayekupenda hatishwi na maendeleo yako. Siku moja nilikaa peke yangu nikatazama maisha yangu kwa ujumla. Nilijiuliza, je, nikiendelea kukaa hapa nitakuwa nani baada ya miaka 5? Jibu liliniogopesha. Nilimuita Juma, nikamwambia kwa sauti tulivu lakini thabiti, "Nimechoka kuishi kama niko peke yangu nikiwa na mtu. Naondoka." Alicheka, alidhani ni tishio. Nilipoona naanza kufunga vitu vyangu, ndipo alibadilika ghafla. Akaomba, akaahidi, akajilaumu, lakini ilikuwa kuchelewa. Nilikuwa tayari nimeamua. Niliondoka bila drama, bila matusi, bila chuki. Kwa upande wa Michael, nilimwambia ukweli wangu. "Nashukuru kwa msaada wako, lakini safari yangu inabidi niendelee peke yangu." Alinitazama kwa heshima na kusema, "Huo ndio uamuzi wa mwanamke aliyejitambua." Maneno yale yalinipa nguvu kuliko ahadi yoyote ya mapenzi. Nilichagua kuishi peke yangu, sio kwa sababu nilichukia wanaume, bali kwa sababu nilitaka kujijua kwanza. Nilijifunza kuamka bila hofu, kulala bila machozi, na kuishi bila kuomba kuthaminiwa. Lakini maisha yalikuwa bado na majaribu mengine mbele yangu, na uamuzi wangu wa kuishi peke yangu haukuwa rahisi kama nilivyodhani. Safari inapoanza kuleta majibu, maswali mapya huzaliwa. Endelea kutuunga mkono kwa kubonyeza like, subscribe ili uendelee kuwa nami katika kila hatua, na share video hii kwa yeyote anayehitaji nguvu ya kujiamini. Nenda moja kwa moja kwenye sehemu ya 3. Usikose kusikia jinsi uamuzi wangu ulivyoanza kunitenganisha na kila kitu nilichokizoea.